Elimika na Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waligani mtazamaji wa Mahasin TV popote pale ulipo, karibu katika Jahazi la Wiki. Ni fursa pekee kukujuza yaliyojiri kitaifa na kimataifa ndani ya juma zima hili, na bila kusahau nasaha zilizokumbushwa na makhatibu kutoka katika mimbar za misikiti mbalimbali. Kwa hayo na mengine mengi, na hodha wako hii leo mimi Hilal Sefu Riyami. Tulia habarika. Alhamdulillah, limetuchomozea vyema. Mihangaiko na misukosuko ya hapa na pale, tukiambaambaa pande na kona zote za dunia, lengo likiwa ni moja tu: kukukusanyia na kukuhabarisha yote yaliyojiri kitaifa na kimataifa. Hili ni Jahazi la Wiki. Tulia habarika. Na safari ya Jahazi la Wiki inaanzia jijini Dar es Salaam. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameagiza kufutwa kazi na kufikishwa katika vyombo vya sheria baada ya kuwa mtendaji mkuu wa wakala wa ufundi na umeme Tanzania TEMESA pamoja na menejimenti ya wakala huo kutokana na ubadhirifu wa zaidi ya shilingi bilioni 2.5. Rajab Shaban Matuga anaarifu zaidi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ametoa agizo hilo wakati akizungumza na viongozi wa mkoa wa Dar es Salaam na wakazi wa Kigamboni baada ya kukagua hali ya utoaji wa huduma katika kivuko cha Magogoni. Amesema uamuzi huo unatokana na matokeo ya tume maalum iliyoundwa kuchunguza tuhuma za matumizi mabaya ya fedha za umma katika wakala huo. Hapa tuchunguze kipi kingine hapa? TAKUKURU alikuwepo, wa utakatishaji fedha alikuwepo, wa utumishi wa umma alikuwepo, wa ofisi ya rais alikuwepo, wa usalama na udhibiti alikuwepo, wa CAG alikuwepo. Hii ya uchunguzi juu ya uchunguzi ndio inaowapa kiburi wezi wanaendelea kuiba. Hawa wafukuzwe kazi na wakamatwe wapelekwe mahakamani. Mheshimiwa waziri wanakoangukia, mwelekeze katibu mkuu awafukuze kazi mara moja na vyombo vinavyohusika viwapeleke kwenye mkono wa sheria. Aidha, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu amemwagiza Waziri wa Ujenzi Abdallah Ulega kufanya uchunguzi wa vivuko vyote, kubaini vyanzo vya uharibifu kufuatia uwepo wa taarifa kwamba vivuko hivyo vinaharibiwa kwa makusudi ili wahusika waweze kujipatia fedha kupitia matengenezo. Kivuko kimekwama, tunadaiwa milioni 800. Lakini kwenye taarifa ya upotevu wa fedha watumishi wa TEMESA wamekwapua bilioni 2.5. Maana yake fedha hii kama ingekuwa imetumika vizuri, kivuko hiki kingekuwa kinafanya kazi. Na Mheshimiwa Waziri, uchukue hatua kubwa zaidi. Tafuta mtu, hata hivi vivuko vinavyoharibika, tafuta mtu wa kuchunguza. Zipo taarifa zingine kwamba hivi vivuko pia vinatengenezewa mazingira ya kuharibika ili watu wapige dili kule kwenye matengenezo. Chukua muda vinavyoharibika na hayo matengenezo. Nani wanahakikisha hayo matengenezo kwamba yametengenezwa kwa kiwango? Na kwa watu wenye tabia huruka ya kuiba namna hii, wanaweza wakachomoa hata vyuma wakavitanguliza kule kwa fundi ili wapate fedha ile ya matengenezo. Tusipoangalia tutatengeneza vivuko kwa bei kubwa kuliko bei ya kutengeneza kivuko kipya kama hivi ambavyo wenzetu wanatengeneza.
Haya ni mambo yasiyokubalika na ni mambo yanayoudhi. Kwa mujibu wa kaimu mtendaji mkuu wa TEMESA Moses Kamabamba, amesema kivuko cha MV Magogoni kilichopo kwenye matengenezo mjini Mombasa tangu mwaka 2023, matengenezo yake yanayogharimu takriban shilingi bilioni 7.5 yamefikia 70%. Waumini wa dini ya Kiislamu katika mtaa wa Sewa Juu, kata Ghanima, jijini Mwanza wameondokana na adha ya kutembea umbali mrefu kufuata ibada ya swala za jamaa baada ya kukabidhiwa rasmi msikiti mkubwa na wa kisasa uliojengwa na taasisi ya Mahasin Mission ya maskani yake makuu hapa mkoani Mwanza. Nuhu Stima anaarifu zaidi. Wakizungumza mara baada ya ufunguzi wa msikiti huo, Waislamu wa mtaa wa Sewa Juu wameishukuru taasisi ya Mahasin Mission, wakieleza hapo awali walikabiliwa na adha mbalimbali kabla ya ujenzi wa msikiti huo. Tulipofika katika eneo hili, wengine ambao tulihamia katika eneo hili hatukuwa na sehemu ya kufanyia ibada. Msikiti upo lakini kidogo kuna kilomita kidogo. Kwa hiyo tunakuomba mwenyekiti, usituchoke. Tutaendelea kupanda ngazi za lile ghorofa kuja kwako kuwa na mambo tofauti, na tunakuomba na wale wote walioguswa kufanya hii harakati Allah walipe. Sheikh Abdul Basto ametueleza hadithi moja, man bana masjida lillah bana Allah lahu fil jannati mithla. Basi tunawaomba na ninyi Allah wajengee nyumba miongoni mwa nyumba katika pepo yake Allah subhanahu wa ta'ala. Changamoto ni nyingi kiukweli zilizokuwepo kabla ya kupata huu msikiti. Mojawapo ni kwamba watu walikuwa hawapati ibada kwa wakati kutokana na umbali wa msikiti. Kuwepo kwa huu msikiti nafikiri kutasababisha mambo mengi sana yawepo. Hadabu zitakuwepo za kutosha. Kabla tujapata msikiti tulikuwa tunawasalia kwenye kibanda swala. Tulikuwa tumetandika matundubali, tunaweka juu. Kwa kweli mvua ikinyesha mtihani. Kwa upande wake mkurugenzi wa Mahasin Mission Baraka Saleh Bajbir ameahidi kushirikiana na waumini hao katika kuendeleza Uislamu, hasa kwa kuwapelekea mwalimu atakayewafundisha elimu sahihi ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi kama Mahasin tunatoa nafasi hii kwenu. Mkihitaji mwalimu, tupo tayari kuwaletea ambaye ana vigezo, watoto wenu wakapata elimu ambayo iko sawa sawa, na sisi ndio tutakayemwangalia inshallah. Kwa hiyo hilo jambo nawaachia uongozi wenyewe, mtatuambia mkiona bana sisi tuna walimu si tuna nini hivi na hivi na hivi, sawa. Aidha, mkurugenzi wa Mahasin Mission amewasisitiza waumini wa msikiti huo kuwapatia watoto elimu yenye kuzingatia manhaji sahihi, hasa katika kipindi hiki cha umri mdogo ambacho ni rahisi kuyapokea. Jambo jingine ambalo tunalosisitiza ni kwamba elimu inayofundishwa ifuate manhaji sahihi. Tusiwafundishe watoto vitu ambavyo havitokuja kuwasaidia. Kuna wakati mwingine tunafika, unaweza kukuta mtoto mdogo, hichi ndio kipindi ambacho akili yake inanasa sana vitu. Kwa hiyo tukimrithisha mtoto akaweza kujua na akapata kitu ambacho kina faida naye, lakini akawa hata na lafdhi nzuri katika kuyatamka baadhi ya maneno, ni jambo ambalo litakuwa ni nzuri. Mwisho kabisa, tushirikiane. Hafla ya uzinduzi wa msikiti huo pia imehudhuriwa na mhadhiri wa dini ya Kiislamu hapa mkoani Mwanza, Sheikh Abdul Basit Othman. Katika nasaha zake amewahimiza Waislamu kufanya kheri mbalimbali msikitini hapo ili kupata ujira kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wasomesheni watoto, ni sadaka yako ya kuendelea. Wal masajid, na hii misikiti yajibu an tunadhafa, kitu muhimu sana. Hii misikiti unaona ulivyo uko safi, unatakiwa ubaki hivi hivi. Ni lazima sisi kuhifadhi misikiti yetu kwa usafi, na katika malipo makubwa ambaye watu wataonekana pia wana malipo mengi ni wale watu ambao, ndugu zangu, walishughulika na misikiti. Tutaona hadithi mbele baadaye kidogo. Watu tayyiba, misikiti inatakiwa iwe inanukia vizuri. Watoto yatima na wanaoishi kwenye mazingira magumu wanataraji kujiunga na elimu ya kidato cha kwanza mwezi Januari 2026
wanaohudumiwa na taasisi ya tabia za Kiislamu JAI kata ya Ukonga jijini Dar es Salaam wameomba wadau wa elimu kuwashika mkono kuwawezesha mahitaji mbalimbali ya shule. Taarifa ya Bi Aisha Mpatila inasimuliwa studio. Wakati ambao wazazi na walezi kote nchini wakijiandaa kwa mahitaji mbalimbali ya shule kwa watoto wao, lakini hali ni tofauti kwa watoto hawa yatima na wale wanaoishi kwenye mazingira magumu. Nimefaulia shule ya sekondari inayoitwa Juhudi Kutwa. Sina madaftari, sina uniform, sina soksi, sina viatu na ila nyingine ya kuanzia shule. Nilikuwa naomba msaada wenu. Kwa mtu mwenye uwezo, mwenye chochote kile, mwenye daftari, mwenye kalamu, mwenye penseli, mwenye kiftio, chochote kile Mungu alichomjalia, naomba mnisaidie. Kwa hiyo wazazi mwenye uwezo, naomba mnisaidie madaftari, mabegi, uniform, hata pesa za kutusaidia. Ndugu wazazi, tulikuwa tunawaomba vifaa vya kusaidia tumalize masomo yetu. Kwa chochote alichobarikiwa na Mungu tunakuomba. Mlezi wa watoto hao na mratibu wa JAI kituo cha Ukonga Bi Mwanapili Kesi Yahya amesema watoto hao wana uhitajio mkubwa wa kushikwa mkono kutoka kwa wadau wa maendeleo ikiwemo serikali ili kuhakikisha wanaanza masomo pindi shule zitakapofunguliwa mwezi Januari mwakani 2026. Kwa kweli wengi wao wana mazingira magumu kweli kweli. Mpaka leo wengine hawajenda kusajiliwa shule kwa sababu tu mlezi hana 3500 ya kwenda kumchukulia fomu. Hivyo basi tunaomba kama wadau, walezi, wahisani, wafadhili wote mtakaoguswa na jambo hili, tunaomba huruma zenu, tunaomba msaada wenu wa hali na mali. Mwenye peni, mwenye daftari, mwenye uniform, mwenye soksi, chochote kile ambacho kitakuwa ni msaada wa kuingilia mtoto form 1, tunaomba msaada wenu. Katika kupiga jeki watoto hao, wanachama wa JAI tawi la Ukonga wametoa msaada mbalimbali wa vifaa vya shule, wakiongeza sauti kwa jamii kuzidi kuwashika mkono. Yule yeyote atakayeguswa na swala hili basi aweze kutusaidia kuwapatia vifaa mbalimbali ambavyo vinahitajika katika shule za sekondari. Na sisi kama wanajai tunawaombea Mwenyezi Mungu awajalie wale wote ambao watakayeguswa na swala hili, tunaomba watusapoti ili tuweze kuona kwamba hawa watoto wanaingia darasa la form 1 na wanamaliza salama. Kwa tunaomba sana ndugu zanguni, tujitahidi kuhakikisha kwamba watoto hawa tuwakomoe, tuwaokoe ili ndoto zao isiweze kufifia. Tunaombeni mtukimbilie kwa ajili ya mahitaji haya ya watoto hawa wa shule mayatima, ili ndugu zanguni kesho waweze kuwa na furaha, na wewe Mwenyezi Mungu atakulipa hapa duniani na kesho akhera. Kufuatia kuanza kwa utekelezaji wa mtaala mpya wa elimu, halmashauri ya manispaa ya Kigoma Ujiji mkoani Kigoma imeanza kujipanga namna ya kukabiliana na changamoto za upungufu wa miundombinu ya madarasa zinazotarajiwa kutokana na ongezeko la wanafunzi watakaojiunga na elimu ya sekondari ifikapo mwaka 2027. Emmanuel Matinde anatupa zaidi. Kulingana na mtaala mpya wa elimu, mwaka 2027 kutakuwa na wanafunzi wa darasa la 6 na darasa la 7 watakaohitimu elimu ya msingi kwa wakati mmoja, hivyo kuzidisha mahitaji ya vyumba vya madarasa kwa ajili ya wanafunzi wa kidato cha kwanza. Kutokana na hali hiyo, mkurugenzi wa halmashauri ya manispaa ya Kigoma Ujiji Kisena Mabuba amesema kwa kutumia maeneo finyu yaliyopo wanajenga shule mpya za sekondari za ghorofa, na kwamba tayari hatua hiyo imeanza kwa shule za Mji Mwema, Burega na Kipampa. Itakuwa kuna intake mbili ambazo zinaenda kuanza kidato cha kwanza. Kwa hiyo ukija kuliangalia kwa ujumla hivyo sasa utaona kwamba tutakuwa na uhaba mkubwa wa madarasa. Kwa hiyo kwa programu hizi ambazo tumeendelea kuzifanya, mtaona hapa kwamba hapa tumejenga orofa moja. Lakini ukienda Burega tunajenga orofa 3. Ukienda Kipampa tunajenga orofa 3 kwa sababu tu ya kuhakikisha kwamba hiki kinachokuja kutokea huko mbele basi tunaweza kuaccommodate katika maeneo haya madogo tulionayo. Katika hatua nyingine, halmashauri ya manispaa ya Kigoma Ujiji imepokea fedha kiasi cha shilingi bilioni 2 kutoka serikali kuu kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu ya madarasa katika shule 13 za msingi na awali, zikiwemo shule mpya 4, hatua inayolenga kupunguza msongamano wa wanafunzi madarasani. Jackson Mtauka
ni afisa elimu msingi manispaa ya Kigoma Ujiji. Manispaa ya Kigoma ina shule za msingi 47. Tunao wanafunzi 51,892. Tulikuwa na upungufu wa madarasa 596. Kwa hiyo ujio wa fedha hizi kwa kiasi kikubwa sana utapunguza changamoto ya mlundikano wa wanafunzi ambao ulikuwepo hapo awali. Mradi huu una manufaa makubwa sana kwa jamii hii hapa ya Buhanda. Miongoni mwa manufaa, shule ya msingi iliyopo katika kata hii ya Buhanda ipo takribani umbali wa kilomita zaidi ya 6 kuelekea shule ya msingi Mwasenga. Wanafunzi wanaoishi maeneo haya wamekuwa wakivuka barabara kuu ili kuifuata hiyo shule iliyopo huko Mwasenga, ambapo kumekuwa kutokea ajali nyingi sana za watoto na kusababisha vifo, ulemavu kwa watoto wadogo. Hivyo serikali imefanya vizuri sana kuweka ujenzi huu. Mmoja wa wakazi wa manispaa ya Kigoma Ujiji, Musa Julius Kasoma, amepongeza serikali kwa ujenzi wa shule na kushauri kuwa elimu itakayotolewa iendane na ubora wa miundombinu ya shule zinazojengwa hivi sasa. Ni ujenzi bora kwa maana miundombinu yote muhimu hasa ya kielimu iko vizuri. Kwa maana hiyo nampongeza sana rais wetu Samia Suluhu Hassan kwa kuweka nguvu hasa kwa upande wa sekta ya shule. Hivyo viongozi wengine wawe wana miono mikubwa sana na kushirikiana na rais ili kusudi elimu inayotolewa iwe ni bora. Huko kisiwani Pemba, uwepo wa huduma ya MRI katika hospitali ya Abdullah Mzee, wilaya ya mkoa Kusini Pemba, imetajwa kuwa ni hatua kubwa katika kuimarisha uwezo wa mfumo wa afya kisiwani Pemba, hatua inayowezesha wagonjwa kupata uchunguzi wa haraka, sahihi na wa uhakika. Nuhu Stima anatuarifu zaidi. Amesema hayo waziri wa kazi na uwekezaji Sharif Ali Sharif baada ya kufungua jengo la huduma za MRI katika hospitali ya Abdullah Mzee wilaya ya Mkoani, ikiwa ni sehemu ya shamra ya miaka 62 ya mapinduzi Zanzibar. Uwepo wa huduma hii ya MRI ni hatua kubwa katika kuimarisha uwezo wa mfumo wetu wa afya, kwani utawezesha wagonjwa kupata uchunguzi wa haraka, sahihi na wa uhakika, jambo litakalopunguza kuchelewa kwa matibabu, kuokoa maisha na kupunguza gharama kwa familia na serikali kwa ujumla. Huduma hii itaongeza pia uwezo wa madaktari wetu kufanya maamuzi ya kitabibu kwa ufanisi zaidi, sambamba na matumizi ya teknolojia ya kisasa katika sekta ya afya. Mradi huo umejengwa kwa fedha za serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kwa gharama ya shilingi milioni 564.024, ambapo tayari kiasi cha shilingi milioni 368.394 sawa na 65% zimeshalipwa. Huduma hii itapunguza kwa kiasi kikubwa rufaa za wagonjwa kwenda Unguja na hata nje ya Zanzibar na kupunguza gharama kwa familia, kuokoa muda na kuongeza uwezekano wa kugundua magonjwa mapema na kuokoa maisha ya wananchi wetu wa Pemba. Aidha, mradi huu utaimarisha upatikanaji wa huduma bora za afya kwa wananchi takriban 592,000 wa hapa kisiwani Pemba, wakiwemo wanawake wenye umri wa kuzaa wapatao 163,000 ambao ni kundi muhimu sana katika maendeleo ya jamii na ujenzi wa taifa imara. Kwa niaba ya wananchi wa wilaya ya Mkoani, mkuu wa wilaya hiyo Bi Miza Hassan Faki ameshukuru serikali kwa namna ambavyo inaendelea kuboresha na kuongeza huduma za matibabu karibu na wananchi. Mheshimiwa Rais katika sekta ya afya ndani ya mkoa wetu wa Kusini Pemba ametufanyia mengi sana. Katika jengo hili ama katika hospitali yetu hii ya Abdullah Mzee ametuzindulia hapo nyuma huduma za ICU, ambazo huduma hizi ilikuwa ni kilio kikubwa sana kwa wananchi wa Pemba nzima. Lakini pamoja na hiyo, pia katika hospitali hii tunazo huduma za kusafisha damu kwa wagonjwa wa figo, ambapo hapo zamani huduma hizi tulikuwa tunazifata aidha Unguja ama Tanzania bara. Na kwa taarifa hiyo kutoka kisiwani Pemba ndo kunahitimisha jahazi la wiki kwa habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi na kisha tarejea hapa kuangazia nasaha zilizokumbushwa na makatibu kutoka katika mimbar za misikiti mbalimbali. Hii ni Mahasin TV,
pata kujua wema wa Uislamu. Shukran za dhati mtazamaji wa Mahasin TV kwa kuendelea kuwa nasi, na sasa ni wasaa wa kuangazia nasaha zilizokumbushwa na makhatibu kutoka katika mimba za misikiti mbalimbali. Alladhina yadhkuruna Allah, ukimkumbuka Allah utajua umetoka wapi, utajitathmini kama wewe unamkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni ibra kwako wewe. Alladhina yadhkuruna Allah qiyaman, wale wanaomtaja Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa umesimama, si kwenye swala tu. Kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala si kwenye sala tu. Watu wanafikiria kumkumbuka Allah jalla jalalu ni kwenye sala tu. Hata unapokuwa unatembea kumbuke Mola wako subhanahu wa ta'ala. Alladhina yadhkuruna Allah, wale wanaomtaja Allah, wanaomkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala qiyaman, hali ya kuwa umesimama, wa qu'udan, hali ya kuwa umekaa, wa yatafakkarun, wanatafakari masiku yanavyokwenda, muda unavyowapisha muda unavyosogea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, usiku na mchana, siku, miezi, miaka. Wayatafakkarun, wanatafakkari. Miezi ambayo ni mitukufu katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala iliyoelezwa ndani ya Qur'an ni miezi minne, na miezi hiyo anatutajia Mtume sallallahu alayhi wasallama katika hadithi ya Abu Bakrata radhiyallahu anhu. Amepokea hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallama. Mtume anasema mwaka mzima una miezi 12. Miongoni mwa miezi hiyo 12 kuna miezi minne ambayo ni mitukufu. Akaitaja akasema Dhulqaada, ni mwezi wa Dhulqaada, mwezi wa 11 katika miezi ya Kiislamu, wa Dhulhijja, na mwezi wa Dhulhijja ambao ni mwezi wa 12 katika miezi ya Kiislamu, wal Muharram, na mwezi wa Muharram ambao ni mwezi wa kwanza katika mwezi wa Kiislamu. Kisha Mtume akasema wa Rajab Mudhara, na mwezi wa Rajab alladhi baina Jumada wa Shaabana, mwezi wa Rajab ambao uko katikati ya Jumada ya mwisho au Jumada ya pili na mwezi wa Shaaban. Fahamuni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amefadhilisha baadhi ya masiku kuwa bora kuliko masiku mengine, kama alivyofadhilisha siku ya Ijumaa kwamba ni sayyidul ayyamil usbu'i, ndiye bwana wa masiku ya wiki. Pia Allah subhanahu wa ta'ala amefadhilisha baadhi ya mausiku kuwa bora kuliko mausiku mengine, na pia Allah subhanahu wa ta'ala amefadhilisha baadhi ya miezi kuwa ni bora kuliko miezi mingine, na huo ni uchaguzi wa Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah anafanya anachotaka na wala haulizi. Na pia ni fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala katika uchaguzi huo kwa waja wake walio wema, kwani ni nafasi kwa waja hawa kushindana katika mambo ya kheri katika masiku hayo ambayo Allah ameyachagua. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar ma kana lahumul khiyara subhanallah wa ta'ala amma yushrikun. Allah anasema katika suratul Qasas kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala anaumba anachotaka na anachagua Allah subhanahu wa ta'ala anachotaka, na viumbe hawana khiari katika uchaguzi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Asema Allah subhanahu wa ta'ala fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'a wa yaj'al Allahu fihi khayran kathira, ikiwa mtawachukia hawa watoto wa kike mkawaweka mbali mkawatenga, fa asa an takrahu shay'a, huenda mkachukia kitu, wa yaj'al Allahu fihi khayran kathira, kisha Allah subhanahu wa ta'ala kupitia kile ambacho mnakichukia akajalia ndani yake pakawa na khairi nyingi. Hakadha albanat, na hivyo kwa watoto wa kike, kad yakunu lilabdu fihinna khairun kathirun fi dunya wal akhirah, mja anaweza akapata khairi nyingi kupitia watoto wa kike duniani na hata akhera. Ayuhal ummahat, enyi wazazi wetu, enyi baba zetu, enyi mama zetu, jiandaeni siku ya
ya kiyama mtakuja kusimamishwa katika mahakama ya Allah. Watoto wenu mliwafundisha dini au mliwapeleka school tu peke yake? Khairukum man taallama alqur'ana wa 'allama, mbora wenu ni yule atakayejifundisha Qur'an na akaifundisha. Je, mmewafundisha watoto wenu Qur'an? Hamjui ya kuwa sahibul Qur'an sayashfa liwalidayhi yawm alqiyama? Hamjui ya kuwa mtoto aliyefundishwa Qur'an, aliyehifadhishwa Qur'an, siku ya kiyama atakuwa lawyer, atakuwa wakili msomi, atawatetea wazazi wake siku ya kiyama. Atasimama kotini, atasema ya Rab, huyu mzee amenifundisha Qur'an, ya Rab, huyu mama amenifundisha Qur'an. Usiwapeleke jahannam leo. Wazazi wetu, amkeni, mmejisahau sana. Ni Rajabu ngapi zimepita kwako wewe, na je, umezifanyia haki yake? Umetenda katika yale ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anayaridhia? Hili ni swali katika yetu, kila mmoja anapaswa kujiuliza, ni nini amekifanya cha kumridhi Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa bado hujafanya marekebisho, huu ni muda na wakati pekee wa kujirudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na mwezi wa Rajabu ni mwezi mtukufu miongoni mwa miezi ile mitukufu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameitaja kwenye kitabu chake kitukufu pale aliposema, baada ya billahi minashaitani rajim, inna iddatash shuhuri inda Allah 12 shahran, hakika hesabu ya miezi ni miezi 12, ambayo miezi hii fi kitabillah, ipo Allah ametuwekea katika kitabu chake, tunaisoma. Lakini katika aya hii pointi yetu kubwa, ndugu zanguni, ni pale Allah alipoenda katika aya hii mwisho akafika kusema kwamba fala tadhlimu fihinna anfusa, msisubutu hata mara moja katika miezi minne ambayo mmoja wapo ni wa Rajab. Allah akasema katika miezi hiyo msidhulumu nafsi zenu katika. Na hayo angalau ni kwa uchache tu yaliyojiri katika mimbari za misikiti mbalimbali ambapo kamera za Mahasin TV zilivinjari huko. Pate mapumziko mafupi na kisha tarejea hapa kuangazia habari kutoka nje ya mipaka ya Tanzania. Hii ni Mahasin TV, mimi Lal Sefurian. Mahasin TV channel namba 455 katika kingamuzi cha Azam. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Karibu tena mtazamaji wa Mahasin TV, na sasa ni wasaa kuangazia habari kutoka nje ya mipaka ya Tanzania. Kundi la nchi 14 zikiwemo za Ulaya limetoa taarifa ya pamoja ya kulaani vikali uamuzi wa Israel wa kuanzisha ujenzi mpya wa vitongoji vya walowezi wa Kizayuni katika ukingo wa magharibi wa mto Jordan unaokaliwa kwa mabavu, na kuitaja hatua hiyo kuwa ni ukiukaji wa sheria za kimataifa. Taarifa hiyo ya pamoja imetiwa saini na nchi 12 za Ulaya zikiwemo Ubelgiji, Ufaransa, Uingereza na Ujerumani, Canada pamoja na Japan, ambapo mataifa hayo yameonya kwamba hatua kama hizo zinakiuka sheria za kimataifa na zinaweza kushadidisha ukosefu wa utulivu wa kikanda. Kadhalika, nchi hizo zimesisitiza kwamba upanuzi wa makazi unahatarisha na kudhoofisha utekelezaji wa mpango wa kusitisha mapigano huko Gaza, huku kukiwa na juhudi za kupelekea utekelezaji huo hadi awamu yake ya pili, na kuongeza kuwa uamuzi wa Israel utaathiri matarajio ya amani na usalama wa muda mrefu katika eneo zima la Asia Magharibi. Mapema mwezi huu, Jumuiya ya Ushirikiano
ushirikiano wa Kiislamu OIC ililaani mpango mpya wa Wazayuni wa kujenga nyumba 764 katika ukingo wa Magharibi, ikiitaja hatua hiyo kuwa ni ukiukaji wa wazi wa sheria za kimataifa na azimio la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, hasa azimio nambari 2334. Kwingineko, msemaji wa Umoja wa Mataifa Stefan Dujarric amesema ukame umeathiri zaidi ya watu milioni 4.6 nchini Somalia, ambayo ni karibia robo ya idadi ya watu wa nchi hiyo ya pembe ya Afrika. Stefan Dujarric, msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, katika mkutano na waandishi wa habari amesema washirika wa Umoja wa Mataifa wametangaza kwamba watu 120,000 walilazimika kuhama makazi yao kati ya Septemba na Disemba mwaka huu wa 2025, huku bei za maji zikipanda, uhaba wa chakula ukishtadi, mifugo ikiangamia na vyanzo vya riziki vikiporomoka. Aidha, amesema ukame umeathiri pia sekta za elimu, ambapo zaidi ya wanafunzi 150,000 wamelazimika kuacha shule kote nchini humo. Hata hivyo, Dujarric amesema mamlaka za Somalia zinaomba msaada wa haraka ili kukabiliana na athari za ukame na kuzuia vifo vinavyoweza kuepukika, ambapo miezi 4 ijayo inatarajiwa kuwa hatari kwa Somalia, kwani msimu ujao wa mvua ni April 2026. Mwezi uliopita wa Novemba pia, shirika la mpango wa chakula duniani WFP ulitahadharisha kuwa karibu robo ya jamii ya watu wa Somalia wanakabiliwa na njaa kali, huku watoto zaidi ya milioni 1.85 walio na umri chini ya miaka 5 wakiwa katika hatari ya kupata utapiamlo mkali. Na mpaka hapo ndo tunafika mwisho wa jahazi la wiki. Inshallah pata majali wake Maulana. Ungana nasi mwishoni mwa juma lijalo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha kuletea jahazi la wiki, mimi Hilal Seif Riami nikutakia utazamaji mwema wa vipindi mbalimbali vinavyoendelea hapa Mahasin TV. Pata kujua wema wa Uislamu. Wabillahi tawfik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asante na kwaheri. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa.